ilikuwa ni nzuri aende kumtumikia kule mbinguni, na sisi tubaki kupambana na maisha, sio kwa ubaya, lakini tung'ang'ane na maisha. A man must struggle. Mkikumbuka Biblia inasema kwamba Mungu alisema utakula kutokana na jasho lako. Na huyu Engineer Moses ninajua kwamba anakula kutokana na jasho lake vile ambavyo anajiweza. Moses amejenga manyumba kwetu ambako nimezaliwa. Ukienda magorofa yamesimama huko, ni huyu Engineer Moses. Moses amekuja hapa Siloba, amenijengea nyumba imesimama. Siritanya hapa Moses ananijengea nyumba mpaka wakati huu. Mimi nafanya kazi mbali, lakini sina shida, kwa sababu huyu Moses unapomwambia fanya jambo fulani atalifanya. Ana mgonjwa, lakini atakumbuka kazi ambayo nimempa, aifanye kwa roho moja, alafu aende kumshughulikia yule mgonjwa. Kwa hivyo Moses, nakutia moyo kwamba wajane ni wengi, wewe sio wa kwanza. Watoto wa Moses wajue kwamba mayatima ni wengi, wao sio wa kwanza. Lakini mjitie moyo, Mungu atembee pamoja na nyinyi, na huyu Mungu aliyetenda haya atawafungulia njia zingine ambazo zitawapeleka hatua nyingine ambayo ni bora zaidi kuliko hata hii. Kanisa, ninaomba kwamba muendelee kusimama na mwenzetu Moses. Simameni na yeye. Wakina mama nimeona hapa wa kanisa walikuwa na yeye kabisa. Yule mama ambaye alikuwa akienda Eldoret, sijaona moyo kama huo. Na Moses amesema kwamba ni rafiki tu. Wakati mwingine rafiki anakuwa karibu hata kuliko wale ambao umezaliwa na hao. Na hivyo ndio Mungu anataka kwamba ukienda mahali, ingiana na wale watu, mkae pamoja kwa amani. Wale ndugu zako na dada zako wako kwingine hawatakufikia haraka, lakini wale majirani, marafiki watakuwa hapo, na hivyo ndio Mungu anataka kwamba aishi. Engineer Moses, jikaze, kwa sababu sasa watoto umekuwa baba na mama. Hiyo hali sio rahisi, lakini ninajua utaweza. Kanisa ikisimama pamoja na wewe, wanaleta maombi, wanakuwa genuine friends, basi mambo yatakuwa ni mazuri. Moses, hatutaachana, bado kuna vibarua vingi ambavyo vinakungoja. Kwa hivyo jitie moyo, kwa sababu tunakuhitaji uendelee kutufanyia kazi. Asante sana bana Masika, mwambulilize. Asante. Ili kumalizia, kuna mahali karibu niruke ama nisahau. Bwana Yesu asifiwe. Tangia mambo haya yalipoanza, tangia shida hii ilipoanza kuonekana, ni kweli kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya nini, kwa sababu ya mkwaruzano mingi, watu wametamka maneno mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya mwenda zake Lucky, nawaomba msamaha yeyote yule ambaye tumekwaruzana na yeye, yeyote yule ambaye tumepitana na yeye kidogo katika matamshi ama. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba msamaha kwa niaba ya mwenda zake, na ni kwa niaba ya mimi mwenyewe, na kwa niaba ya jamii yangu ya Isama. Tafadhali mtusamehe. Mtusamehe kwa mara nyingine. Barikiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor Jimmy, natambua uwepo wako. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo unipungie tu mkono tafadhali. Safari ya Lucky iwe njema. Nashukuru sana wote ambao wametufikia chini ya mafuta ya Bishop. Wacha Bwana wabariki kwa uvumilivu ambao mmekuwa nao. Tumekuwa kwa hii safari, lakini tunajua kwamba Mungu ndio mpango na anapanga mipango yote. So sina mengi sababu muda umeenda. Nitawaambia tu karibu sana, wacha Bwana awabariki.
Tutasimama tu kwa miguu yetu. Mahali ulipo utasimama kwa miguu yako. Kila mmoja utasimama tu. Tumekuwa tunasikia historia, tumekuwa tunasikia mambo mengi, lakini tunataka tupate chakula cha kiroho pia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri wakati moyo umeumia, roho pia neno la Mungu liiponye. Ndio maana tuko hapa, sababu ya neno. Na ile neno ndio tuona watu wanaamuka, wanaanza safari. Lakini hapa wenye tunajua siri ya neno tunabarikiwa. Inua tu mkono wako juu tunapoomba wimbo mmoja wa kuabudu, tukikaribisha neno la siku ya leo. Hakuna kama wewe Bwana, nipatie beat haraka. Tunaenda mbio. Hakuna kama wewe. Tunakuabudu, tunakuinua. Wewe ni Bwana wa mabwana, unastahili sifa na kuabudiwa. Inua tu sauti yako sababu ya